system yake kurudi kwenye harmony. Mwili wako ule, ndugu mtazamaji, una uwezo mkubwa wa kujihudumia, kwani kazi yako kula, lakini mwili ukidai chakula ukiwa na njaa na kwenda kupata haja ndogo hadi kubwa, sio mpango wako, ni mpango wa mwili wenyewe. Kutoa jasho ni mpango wa mwili wenyewe. Ukinywa maji wakati mwili unachemka, hasa saa za usiku, utasikia joto ghafla, kwani mwili wakati ule system yake, operation yake ni higher, kwa sababu ni wakati wa mwili kulala, sio kuingiziwa tena chochote. Watu wanasikiliza habari, anaamini, anarudisha system yake straight, connection inarudi kati ya cells zote, neurons zinasafirisha umeme ipasavyo, mwili unajisikia nafuu, unapona. Ndio maana habari njema ina power, kwa sababu inakwenda kuingia katika system ya fikra ya mtu, system ya kuwaza kwako, ndio roho yako. Unlike today, ndio maana uponyaji unakuwa magumashi, nyingine haieleweki, nyingine inakuwa sanaa ya kutishia watu kwa macho, kwa influence, kwa mapicha fulani na kadhalika, kwa sababu habari njema haisikiki tena ipasavyo. Kuna habari mbaya, una maadui, wachawi wamekuroga, watu wamekuzuia, wanadamu ni watu wabaya na kadhalika. Tunaongeza chukizo la uharibifu miongoni mwa watu, kama Bwana Yesu alivyosema pale Mathayo 28:15. Chukizo la uharibifu mahala patakatifu. Tunaongelea mambo, shetani anatajwa zaidi ya Yesu ambaye mwokozi alikuja. Uponyaji bandia, mtu anaonekana kama amepona sasa hivi, baada ya wiki mbili kashakufa, hamna hata habari. Alikuja na nafuu, lakini kwa kadri anavyojitolea ndio amefilisika kabisa mzima, kwa sababu ujumbe wa kwenda kuweka sawa uzima wa mtu kiwa pungufu, hata mwili hauta respond sawa. Ndio maana Sulemani alisema mwili usio na nguvu unaweza kubebwa na fikra, lakini fikra isiyo na nguvu itabeba na nini? Itabebwa na nini? Tegea sikio ndugu mtazamaji, uzima wako ni muhimu mno na ni tiba kamilifu kwa mwili huu wa kibinadamu. Kuna watu wanaonekana mzee kuliko umri wake kibiolojia, ni fikra ndio na play role. Kuna mtu anaonekana kijana kuliko umri wake wa kimwili, ni fikra ndio na play role. Uzima wako ndio guarantee kwa kuishi kwako katika ulimwengu huu. Unaishi maisha matakatifu ambayo utafika kwenye hitimisho ya siku zako, utaondoka ghafla. Mwenye kuwa na fikra thabiti anaashiria uzima, kwa sababu ana uhuru katika mwendelezo wake. Uzima ni wakati every section, every sector inakuwa connected thoroughly. Fikra yako na roho yako ziko connected. Mili yako yote mitano zinakuwa connected. Utu wako una connect na roho yako. Roho yako ana connect na nafsi yako. Nafsi yako ana connect na fikra yako, na fikra yako ana connect na mwili wako wa nyama. Kwa kutune mkao wako kimawazo katika uzima, system hiyo itakuwa intact. Inafanikaje? Inawezeshwaje? Mwenye kuwa na uzima ni yule ambaye amekaa mkao wa mwendelezo. Tarudia. Mzima ni yule ambaye amekaa mkao wa mwendelezo katika mitazamo yake, sio maendeleo bali mwendelezo. Shikilia hapa hekima ya kuishi nayo wiki ya mwisho mwaka 2024, ndugu mtazamaji.
Tunaishi katika ulimwengu wa tamaa na watu hatutosheki. Ulitamani ukipata shilingi 10,000 maisha yatakuwa tofauti. Leo ushapata bilioni, ushapata milioni, ushapata malaki, lakini bado unatamani ya zaidi. Tunalenga maendeleo, hatujui siri yake. Maendeleo yanawezeshwa na mwendelezo. Maendeleo yanakuja naturally palipo na mwendelezo. Maji yanayotiririka, microbes hawakai, kuna mwendelezo. Ukifika kwenye poromoko, maji yale unaoyashuhudia kwenye poromoko ni clean, ni crystal, kwa sababu mwendelezo umeongezeka kwa kasi. Ukiachilia maji kwenye bomba, maji unajaza ndoo na maji taka, alafu unafungua bomba, maji yaendelee kutiririka ndani, kumiminika kutiririka ndani ya ndoo ya maji machafu. Ukiachia mwendelezo huo, maji machafu yote yatakuwa cleared, yatatoka kwenye ndoo, hadi maji yatakuwa pure and clean. Maji yaliyotuama ndio yanasoma uchafu. Ndio maana hata bahari hatuyanywi, kwa sababu haitembei. Mtiririko ule unasababisha hali iwe clean. Mwendelezo ukiwezeshwa, maendeleo lazima. Kwa nini sisi Afrika tuko nyuma? Lakini tusijaraumu sana, ndugu mtazamaji. Nchi kama Marekani walipata uhuru miaka zaidi ya 200, karibia 300 wanaelekea, washapata uhuru, lakini waliweka system ya mwendelezo. Nchi zetu nyingi za Afrika baada ya kupata uhuru, tulizani uhuru maana yake wale waliotutawala ni maadui, tunawachukia vibaya mno, hatuwataki tena, tunawafukuza. Hata South Africa tunaotamania leo, hata South Africa watu wanatamania, inaonekana kama Ulaya, ijapokuwa fikra za watu pia ni challenge kidogo. Lakini kwa sababu hawakufukuza wale watu, Mandela aliwa maintain pale. Umungu wa Marekani waliogombea uhuru walikuwa Waingereza wale wale. Marais wa kwanza unaowataja wale waliokuja, wakina Abraham Lincoln, waliofight masuala ya utumwa, wote walikuwa Waingereza. Yao na Uingereza hawakukata, kwa sababu walitunza mwendelezo. Na leo tunawasoma kama wameendelea. Sisi hapa mwendelezo ni challenge kubwa mno. Unapewa cheo sasa hivi cha uongozi, unataka ufute kabisa vyote aliyekutangulia alifanya, uanze upya ili usomeke wewe. Ndio sisi wa Afrika, na hali hiyo inasomeka katika psyche, katika saikolojia yetu. Maendeleo ni zao la mwendelezo. Ndio maana nikaa kwenye familia, hata yani mimi nikifa kila kitu kinakufa, kwa sababu tulishindwa kutengeneza mwendelezo katika familia. Unaona ninavyokwenda hapo? Mwendelezo unakuwa zana tawala katika wale ambao wadai ukamilifu. Amefanya, ameona hapa ndio mwisho. Utakuwa mpumbavu kiasi gani ukija kusema Mwalimu Nyerere hakujenga magorofa hapa Kariakoo? Utakuwa mpumbavu wa kiasi gani? Amani isinge kuwepo ambao yeye aliweka zana, ungejenga wapi Kariakoo? Baba alipoishia pale, Mzee Mwinyi akaja, Bwana walaze salama wazee wetu hao. Aliposhika pale, alikwenda nayo kwa uthabiti, kwa uwezo wake. Tukapata na TV, ikaruhusiwa mtumba, maisha yanakwenda pia, ruksa na kadhalika. Mzee Mkapa kaja, akaendeleza alivyoweza. Mzee Kikwete kaja, akachikia pale alipoweza. Hakuna aliyemaliza. Magufuli kaendeleza pale, akaishia pale alipoishia.
Mama yetu Mheshimiwa Samia alipochukua, anaendeleza pale, atarishia pia pale atakapoweza. Hakuna atakayekamilisha, vizazi vinakuja vingi mno. Na usidai kwamba wewe ndio utamaliza yote kwa wakati mmoja, na tusimdai kiongozi amalize vyote yeye mwenyewe. Mambo yanaendelea, kuna mwendelezo. Udikteta ulituangusha Afrika back then, kwa sababu waliochukua madaraka walikuwa wataki kung'atuka, wamezuia mwendelezo. Ndio maana tulichelewa kupik maendeleo. Angalia nchi zetu kadhaa za Afrika, ambao utakuta kiongozi anajitahidi abadilishe katiba ili aendelee tu na kadhalika. Mwendelezo usipokuwepo, maendeleo hayaji. Basi Dokta, hili jambo la mwendelezo linashuka mpaka kwa mtu binafsi, kwenye kama mawazo tunavyoongea. Mtu mwenyewe ya mwaka jana hayaendelezi mwaka huu. Yaani mfano kuna mambo ameanzisha mwaka jana ambayo tunasema angemtengenezea mwendelezo ili amletee maendeleo yeye mwenyewe. Unajikuta unazunguka, kwa sababu kwanza wanafanya vitu vingi sana. Mwaka huu nauza madafu. Nimegundua madafu hayalipi. Nenda kwenye matikiti. Matikiti nimesoma kwenye social media, nimegundua sasa hivi ni viatu Uturuki. Nataka niende Uturuki. Leo naniambia nataka matikiti, matikiti mimi nilishaacha. Sasa mimi nilijua unaendelea kuuza, sasa nimeacha. Inawezekana hata sisi wenyewe binafsi pia hatuna mtiririko wa mwendelezo, kwa maana kujua tunataka kuendelea ni wapi. Ndio pointi. Hali hiyo ipo katika psyche ya watu. Tunawatia viongozi wetu, tunawatia moyo. Usizani utamaliza yote mwenyewe. Fanya Bwana anavyokuwezesha. Lakini hata usipotaka, utakuwa tofauti na aliyekutangulia tu. Naturally utakuwa tofauti. Mtu hawezi kukaa na uongozi alafu hajafanya hata jambo moja la maana. Haiwezekani. Tolerance hiyo katika leadership ikirejeshwa tunakwenda, lakini haiwezekani endapo, kama ulivyosema, endapo wa chini katika zana ya kuishi kwetu kisaikolojia tunataka ukamilifu. Tunadai ukamilifu. Kwa maisha ya kwako Sasali, mwanangu Evans, mimi mwenyewe, ndugu mtazamaji, ukiwa wewe unadai ukamilifu, utaudai hadi kwa viongozi wako. Utaudai hata msikitini, utaudai kanisani, utaudai serikalini. Utadai ofisini. Utadai kwa sababu aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. You see that? So mwendelezo ndio funguo kwa maendeleo. Tunarudi katika misingi kabisa, ili ugonjwa huo tuwe tuna deal nao ukiwa bado chini. Familia. Ndugu mzazi unayetutazama sasa hivi, mtoto wako ni mwendelezo wako. Sio maendeleo yako, bali mwendelezo wako. Ni vice versa. Mzazi ukiwa naumwa, alafu na mtoto ambaye ameanza kuelewa kidogo, utagundua kwamba mtoto wako yuko so sympathetic. Sijui kama isha kutokea, unalala kwenye sofa hapo ama kwenye mkeka, uko hoi mzazi, mtoto wako aondoke hapo. Ana connect na wewe. Atakuwa na kuhurumia, anatamani afanye chochote. Na mdogo atakuja, mama unajisikiaje? Baba sasa unajisikiaje? Sisi wazazi ndio tunaanza kuharibu watoto wakiwa mdogo. Ile hali ya kujicommit wewe mzazi kumwajibikia mtoto A to Z, umembana mzima mzima, unazuia mwendelezo. Kwa sababu alizaliwa kwa kutoka tumboni. Independence. Tulisema independence katika falsafa ya siasa. Independence ilikuwa zana ambayo ilitakiwa iendeleze interdependence. Sasali yuko na kwake, Evans na kwake, ndugu na kwako, ili wazazi wako pia wakutegemee. Kaka zako, wadogo zako, mtegemeane. Ndio maana kila mmoja yuko independent. Independence haimaanishi separation, division, bali interconnection. Wale waliotutawala, wale wakoloni, na wao wanaanza kututegemea.
tunaanza kutegemeana. Ndio maana ya interdependence, kwa sababu ubabe uliingia katika utawala zetu za kwanza kisiasa Afrika. Wale wakawa wababe na sisi wababe, kila mmoja akae kivyake. Wao walituzidi kwa nguvu ya kiuchumi na kijeshi. Kwa hiyo wanaanza kuinfiltrate serikali zetu, kutuvuruga, kutuletea vurugu, vita, kuchonganisha na kadhalika, ili watuangushe, kwa sababu sisi tulikuwa wababe na wao wakawa wababe. Lakini mwenye uwezo zaidi yako atakubana tu. Wanabana misaada, wanabana vitu kama havisiingie kule. Unaona mambo yanavyokwenda hivyo. Wanaita embargo, hamwezi kununua silaha, hamwezi kuingiza vyakula fulani, wanawazuia wao. Ubabe ule, kwa sababu hatukuelewa concept ya independence. Mtoto anapozaliwa anadai independence. Mzazi, role yako ni kumhakikishia mtoto anaelewa maana ya responsibility. Mtoto ajifunze kutake care na wewe. Unafanya shughuli ndogo, muite mtoto wako, kaa hapo, shika hiyo, fanya hiki, fanya kile, anafanya na yeye, sio kusonga ugali tu. Leo utakuta mama anajidai, mwanangu anajua kutwanga kisamvu, mwanangu anajua kusonga ugali mwenyewe. Unashona, mwelekeze sindano, unaingiza uzi namna hii, unashona namna hii kama unaweza. Mimi nilifundishwa hivyo na baba. Nilikuwa bado mdogo, baba alinifundisha kufunga tai. Nilikuwa nawafungia wazee wa mtaa ambao ni wazee, hajui kufunga tai, lakini baba yangu, Bwana mlaze salama, alinielekeza namna ya kufunga tai. Baba alikuwa anakuja na bisha chumbani kwangu. Nimeisha kuwa mtu, niko responsible. Lakini akinisoma na behave irresponsibly, anakuja na bisha hodi, tangia asubuhi hujatoka huko ndani hapa. Ni irresponsible. Inabidi utoke, uangalie mwanga, uone watu, wasalimie. Naomba uniandikie ratiba yako ya siku. Baba yangu mzazi, andika ratiba yako ya siku, siku yako naipangaje, uniletee nisome, niangalie ratiba yako. Naona una ratiba kabisa. Can you imagine? Alinifundisha kuwa responsible. Lakini huyo baba, unakwenda na mtoto wako, wewe mama na baba mnakwenda na watoto bar, mnakunywa, mnalewa wote, mnaanza kuongea ovyo ovyo, kuachia harufu za bara. Unalala unakoroma, mtoto pale alelewi. Mtoto ndio yuko soba kidogo, ndio anaendesha gari. Au mama nafuu, kwa sababu mwanamke kulewa sio kazi ndogo. Akiwa analewa manake trauma yake imezidi. Mwanamke ni umeme, sio wa masiara. Mwanamke anaendesha gari, baba anamwaga, anaachia matusi, na mtoto yuko pale. Mtoto ameisha oa, baba kila leo anawaita kwake. Wao wenyewe hawana nia ya kuja, lakini baba anawaita, mama anawaita. Mambo yote kuhusu watoto wanaita wafanye wao. Independence ile ukimnyima, unamfanya mtoto yule asikuendeleze. Anayekuendeleza, elewa Kiswahili. Kiswahili ni lugha thabiti. Anayekuendeleza anakuaje? Kama hapa nchini Tanzania, serikali ndio anatuendeleza, na ndiye nambari 1. Ina maana ukimzaa mtoto inabidi akuendeleze, sio wewe kumuendeleza. Are you getting that? Ndio maana watoto wote wanaotekea na wazazi wao lazima Bwana wainue. Unlike today, hadi kwenye madhehebu kuwahimiza watu kishetani kwamba baba yako ni mchawi, mama yako mchawi amekuroga. Ndugu, mchawi mwema wa namna hiyo inabidi umshukuru. Aliyekubeba tumboni miezi 9 alafu akakuzaa hajatoa mimba, na baba yule ambaye anakuwa shetani aliyekupeleka shule, kaelimu unako, yeye ndio amekupa. Labda yeye akufika chuo, wewe baba yako amekufikisha chuo, alafu unamuona baba hajui kuandika Kiingereza, hajui hata lugha. Ndugu, lugha sio akili. Akili ni hekima ya kudili na mambo kwa wakati. Baba kusoma sana, amekusomesha, lakini
Ndio maana Bwana alipokuwa anatoa ahadi, amri zote 10 kuu, amri number 5 aliambatanisha na ahadi pekee: heshimu baba na mama yako, uwe na maisha marefu. Manake mtoto yeyote aliyezaliwa ni mwendelezo wa mzazi wake, na amri hiyo Mungu aliiweka tangia hapo mwanzo awali. Tangu awali asema zaeni na mkaongezeke. Aliwapa amri ya kuendelea, lakini yeyote aliyezaliwa na wao ni mwendelezo wao. Dunia hii tuna shida, racism, ubaguzi wa ngozi, kwa sababu hatufikirii mwendelezo. Inabidi ufikirie wote, iwe kikurhan, iwe kibiblia, iwe kitalmud. Vitabu vyote vya kale vya dini vinasema mwanzoni kulikuwa na mwanaume mmoja na mwanamke mmoja. Ngozi zote ni variants. Tungalikuwa tunafikiria kuendeleza, ubaguzi wa ngozi usingekuwepo, tungejua tumetokea pamoja. Maafrika wako wangapi? Mimi mweusi, baba yangu mababu walitokea Portugal. Baba alikuwa kabisa na ngozi hiyo inaashiria, lakini sisi ni weusi. Kuna wazungu hapo katikati, wamepotelea wapi? Ukienda Moshi huko utasoma, ukienda Tanga kuna Waarabu, kuna wazungu kule Kilimanjaro na kadhalika. Mwingiliano ule, sisi sote, variation hizi hazikupaswa kututenganisha. Kuna Marekani alikuwa anachukiwa Mexico vibaya mno, anawabana. Alikuwa anafanya kazi immigration kule Marekani, alikuwa anawabana vibaya mno. Akaenda kuchukua DNA test kujua origin zake. Katika DNA test result yake imetoka, uzao wake ulianzia Misri. Ni mzungu huyo tunayeongelea hapa. Uzao wake ulianzia Misri, ukaenda India, ukaonekana South America, ukaonekana Mexico na Marekani. Safari ni mbali mno. Ndio maana Mwalimu Nyerere, baba yetu, Bwana mbariki, bado anaishi, mwili tu ndio hatuna. Alikuwa anasema Afrika kwa Waafrika. Kuna nyimbo za taifa nyingi dunia hii, lakini wimbo wa taifa wa Tanzania na South Africa ziko pacha, zenye maana pekee. Angalia tu inavyokwenda hizo, sio ndefu lakini zito kwa maana yake. Ili tufunge ukurasa kwa leo, kwa sababu referiwa leo, wale wote wawili hawezi kukatisha ghafla. Afadhali. Ndugu mtazamaji, wangapi leo tangia uachane na huyo mvulana na huyo mwanaume, tangia uachane na huyo mwanamke, mawazo yako pale pale tu. Mambo yote unayoyafanya sasa hivi unataka umkomoe, umuonyeshe wewe unaweza kiasi gani. Unafanya biashara, unabadilisha, hadi na mimi nitapata magari, itakuwa umeshaendelea kiasi gani. X ndio anakutawala. Unamuita mwenyewe X. Achana EX ile, lakini X kabisa ndio maana yake pia. Unataka kumprove kwamba unaweza kaendelea kivyako. Sio maendeleo lenga muendelezo. Ukiona mtiririko ndio maendeleo yatakuja. Palipo na mtiririko, mandhari tofauti, mitazamo tofauti. Ili ujue kwamba unakwenda, utakuwa na focus pale ulipo, sio ulikotoka. Hata anaye drive gari, unaangalia mazingira nje tofauti. Ukishatoka pwani hapo umevuka, unasoma kabisa mandhari inabadilika, ina maana unakwenda. Tulivyokuwa wadogo, experience tulipata wote. Basi likiwa linakwenda, umetoka na baba au mama, unaangalia miti na watu wanaopita mtaani, unaona wanapita. Manake unakwenda wewe. Usikae na bifu na mtu aliyekutendea vibaya. Ndio maana zana yake ya kuwa na uzima ni kujikita kusamehe. Una wangapi umeamua utaongea naye tena? Unadhani nimekuongezea nini? Kisa
alikuumiza in the past. Kumbe usiposamee umeshikiliwa pale ulipokosewa. Msamaha ni kama gurudumu kwa maisha ya mwanadamu, kuruhusu mwendelezo. Kwa wazazi, kwa watoto, kumbuka kwamba aliyekuzaa wewe ni mwendelezo wake. Jikite kwa kutake care na wazazi wako. Mtoto yeyote anayetake care na wazazi ndiye mzima. Ukiwa mbishi, fanya tafiti mwenyewe. Watoto wote ambao wanabifu na wazazi wao, ambao umeme haupiti, mzazi hata akiwa mbovu, huyo mtoto hatasomeka timamu, atakuwa na kasoro kifikra. Ndio maisha ya leo. Kuna ukoo, baadhi za ukoo kuna kuwaga na conflict, interconflict za kifamilia. Inaweza kuwa conflict of interest, you name it. Watoto na kwa wazazi kuna conflict. Au wanaweza kuwa na kipato kikubwa cha pesa, lakini kimaisha hawaendi. Wagonjwa ni wao, mara pressure, magonjwa moyo, ukimwi, magonjwa TB, magonjwa yasiyoeleweka, lazima awe nayo. Ana pesa lakini hajui uzima kwa mwili wake wa kibinadamu. Sote tumezaliwa. Mzazi amekuzaa, ametimiza wajibu. Ni wajibu wa yeyote aliyezaliwa kukumbuka source yake. Mumeachana katika ndoa, hakuna anayezaa peke yake. Hata Yesu, Mungu alikuwa baba yake. Kwa hiyo kumbuka daima kuwaheshimu source yako. Ukiwa na mtoto peke yako na mlea, mzazi mwenzako kama alishatangulia mbele ya haki, familia haiishi. Elekeza watoto familia ya source yake. Haitakukost, itakuokoa, ili uruhusu mwendelezo. Pasipo na mwendelezo hapana maendeleo, hapana uzima. Tujikite kujijenga, hivyo tutakwenda. Ondokana na zana ya kulaumu wasiokamilisha kila kitu, ndipo walipoishia. Usiwalaumu viongozi wako wanaokuongoza kiofisi, kiserikali, kijumuiya, kimoskiti, kikanisa. Usiwalaumu, sio umilele katika mwili. Watakapoishia wengine wataendelea. Utajenga zana ya kusamehe wepesi, acceptance. Hiyo utaruhusu mwendelezo kwa mitazamo yako. Mawazo yako yatakuwa na purity na yatakuwa thorough. Tumefika mwisho kwa leo. Usiruhusu mapito yako ku accommodate your own tragedy. Usiruhusu mapito yako kutengeneza anguko lako. Mapito haki yameshapita. Watu wengi leo tunapigwa na mapito yetu, kisa tujifunze kwa mapito yetu. Mwendelezo iwezana kwako, na tutakwenda. Tuwapenda daima. Kumbuka mwaka huu ni mwaka 2025 inakuja. 225 9 kwa mzunguko wa siku 9 ni 2. Kwani siku ya 9 ni siku ya pili. Siku ziko 7. Siku ya 9 ni siku ya pili. Numerology, excellence, difference. Tenda tofauti, ubora wako utadhihirika kwa mwaka 2025. Kama wewe ulikuwa hujafanikiwa kabisa, umehangaika madhehebu, umehangaika mahospitali, umehangaika kwa watu, badili kwanza mfumo ule kwa mwaka huu. Kama mambo ya kwenda, kuna mkao wako ndio mbovu. Lakini kama mambo yalikuwa yanakwenda, umefanikiwa kabisa kwa mwaka huu, mwaka ujao, mwaka 2025, rudisha mafanikio uliyopata, anza kurudisha. Tumezaliwa kujifunza, kumiliki na kurudisha. Tuwapenda daima. Bwana ibariki Tanzania na uongozi wetu. Dumisha amani, umoja na undugu. Tuvuke salama, na viongozi wetu wajaze hekima kutuongoza kwa usawa wa mapenzi yako, Muumba wa vyote. Bariki Afrika na uongozi wetu. Bariki ulimwengu wote. Dumisha amani, na sote tuvuke salama. Sote tumetokea kwako, wewe ndiwe source. Bwana twakusi utuongoze. Bwana ibariki Clouds Media Family na timu yote wavuke salama. Bwana ibariki Chomoza na uongozi wetu. Bwana kubariki ndugu mtazamaji mpendwa.
na wakwako wote. We love you dearly and always will do. May God bless and keep you safe. See you next Sunday, God willing. We love you. Thank you. Asante sana Dr. Eli kwa asubuhi ya leo. Tunakuacha hapa na Nabii Olivia. Na ikiwa tunakutakia kila laheri katika Jumapili ya mwisho ya mwaka 2024. Neno hilo kumalizia likapate kuwa kwako msaada, likapate kuwa kwako tumaini, na kumbuka yanaitwa mapito kwa sababu yamekwisha kupita. Mapito huwa hatudumu, iko ni kitu kingine tena unakuwa unataka kukitengeneza. Happy New Year in advance. Tukikutana tena Jumapili inayofuata itakuwa ni 2025. Asante sana Ezra Kaya, tulikuwa pamoja. Asante sana Uncle Jimmy, inawezekana yuko nchi jirani sasa hizi. Na sisi tulikuwa pamoja katika Chomoza siku ya leo. Tunakutakia heri ya mwaka mpya in advance. God bless you.